بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وقال الخطابي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها. Anasema Imam al-Khattabi rahimahullah, baada ya hadithi ya Ka'b ibn Malik, ndani yake kuna katika ilmu kwamba kuharamishwa kugura baina ya Waislamu zaidi ya siku 3, inama huwa fima yakunu bainahuma, hilo linakuwa katika mambo ambayo yanakuwa baina yao, min qibali atbin, kwa upande wa kulaumu, wa maujida, na kughadhibika, au litaksirin yaqa'u fi huquqi al-ishrati wa nahwiha, au kwa sababu ya uzembe unaotokea katika haki za kutengamana na mfano wa hayo. Jana tulielezea maneno ya haya maulama kuhusu kumgura mzushi ni katika adhabu zilizowekwa na ahlus sunna, kumgura mzushi. Tumesoma jana kauli ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, qala: wa minas sunnah hijranu ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum wa tarku al-jidali wal khusumati fi ad-din wa tarku an-nadhari fi kutubi al-mubtadi'ah wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdathatin fi ad-din bid'ah. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipofasiri maneno ya Ibn Qudama, qala: wal muradu bihijrani ahli al-bid'ah, muradi wa kuwagura watu wa bid'ah, alibtiadu anhum, ni kukaa nao mbali, wa tarku mahabbatihim, na kuacha kuwapenda, wa muwalatihim, na kuwanusuru, wassalami alaihim, na kuacha kuwapa salamu, wa ziyaratihim, na kuwapa kuwazuru, kuacha kuwatembelea, wa iyadatihim, na kuacha kuwamkua, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Anasema shekhe: wa hijranu ahli albid'ah wajib, kuwagura watu wa bid'ah ni jambo la lazima, ni jambo la lazima. Wa min hajri ahli albid'ah, ni katika kuwagura watu wa bid'ah, tarku nadhari fi kutubihim, kuacha kuangalia vitabu vyao, khaufan min alfitnati biha, kwa kuogopea kufitinika kwa vitabu hivyo, au tarwijiha baina nas, au kuvipamba na kuvieneza baina ya watu. Falibtiadu amma watini dhalali wajib, kukaa mbali na sehemu za upotevu ni wajib. Sasa hapa maneno ya al-Imam al-Khattabi rahimahullah yanaunganisha hayo, na tukasoma hadithi ya Mtume SAW kwamba la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3, si halali kwa Muislamu kumgura ndugu yake Muislamu zaidi ya siku 3. Kama alimuudhi, basi anaweza kumgura siku 1, siku 2, siku 3 mwisho, halafu anatakiwa azungumze naye, amkuane naye. Zaidi ya hapo ni haramu. Lakini sasa anasema hii siku 3 ni katika mambo haya ya haki za kusuhubiana, haki za kutengamana. Mtu alifanya uzembe katika haki hizo, si katika masala ya dini. Ndio haya maneno ya Imam al-Khattabi, yaqulu: fihi min al-ilmi anna tahrima al-hajri baina al-muslimina akthara min 3, kuharamishwa kuwagura au kugura baina ya Waislamu, kuharamishwa zaidi ya siku 3, inama huwa ma fima yakunu bainahuma min qibali atbin wa maujida,
hiyo ni yanayotokea baina yao Waislamu katika upande wa kulaumu, upande wa ghadhabu. Mtu alimkasirikia mwenzake tu kwa sababu tu sio za kidini, ni sababu za wao kwa wao wenyewe, kidogo imetokea baina yao kutofahamiana, au litaksirin yaqa'u fi huquqil ishra wa nahwiha, au kwa sababu ya uzembe unaotokea katika haki za kutengamana na mfano wake. Mwenzake alimwambia atamtembelea, hakumtembelea. Mwenzake yeye anamtembelea lakini yeye hawezi kwenda kwake. Hiyo ni katika haki za wanadamu wenyewe kwa wenyewe. Qala duna ma kana min dhalika fi haqqi din, kinyume cha yanayotokea katika haki za dini. Fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'a daimatun ala marri al-awqati wal azman, kuwagura watu wa bid'a ni daima ala marri al-awqati wal azman, katika nyakati na zama, ma lam tadhhar minhum at-tauba warujuu ila al-haqqi, muda wa kudhihiri kwao toba na kurejea kwenye haki. Kama bado hawajatubia, hawajarudi kwenye haki, inaendelea hiyo kuwagura, inaendelea kuwagura daima mpaka watubie, waache bid'a zao na warudi kwenye haki. Wa fihi dalalatun ala annahu la yuhraju almar'u bitarki raddi salami ahli alahwa'i wal bid'a. Pia kuna ufahamisho kwamba la yuhraju almar'u, hapewi madhambi mtu kwa kuacha kurudisha salamu, kuwarudishia salamu watu wa bid'a. Wa fihi dalala ala annahu la yuhraju almar'u, ni kwamba hapewi madhambi mtu bitarki raddi salami ahli alahwa'i wal bid'a, kwa kuacha kujibu na kurudisha salamu kwa watu wa bid'a. Manake kusalimia mtu ni sunna, kuanza kumpa salamu mtu ni sunna, lakini kujibu ile salamu yake ni lazima, ni wajibu. Mtu akikwambia assalamu alaykum wa rahmatullah au assalamu alayka, ni lazima umrudishie salamu hiyo, uijibu salamu hiyo ndugu yako huyo Muislamu. Lakini akiwa ni mzushi, itakuwa si wajibu wala si madhambi kumnyamazia. Ndio hii وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. Katika hadithi hiyo pia kuna ufahamishi wa kwamba hapewi madhambi mtu kwa kuacha kuirudisha salamu ya watu wa bid'a, hapewi madhambi. Lakini kwa watu wengine, mtu mwingine ukimpa salamu, usipomjibu salamu yake, wewe una madhambi ya kutomjibu. Kuna watu wengine ni hivyo, ikiwa kwa salamu kwanza kuangalia, kwani anijua huyo? Hajibu akuangalia, mbona nipa salamu? Si ni Muislamu akupa salamu? Kuna mmoja nilimpa salamu akanyamazia, nikampa tena salamu alaikum tena kwa nguvu mbele ya macho yake, ndipo akajibu wa alaikum salam. Hasijui ilikuwa hawana labda nitamuomba au ni vipi. Ni mtu ovyo ovyo tu, wala si mtu wa mali mpaka nimuombe. Mimi nampa salamu, kavaa kanzu na kofia, nikaona huyu ndugu yangu Muislamu, assalamu alaikum, akaniangalia tu hivi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sasa hapo ndo akajibu wa alaikum salam. Sasa Waislamu tuko hivyo, haifai kwa kweli Waislamu. Ile kujibu salamu ni lazima, usipomjibu ile salamu yake Muislamu mwenzako unapata madhambi, lakini akiwa si huyo mtu wa bid'a. وقال الشوكاني رحمه الله: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. Al-Imam Shawkani al-Yamani rahimahullah anasema, mwenye kujua sharia hii takatifu iliyotaharishwa, ukweli wa kuijua, uhakika wa kuijua, alima anna mujalasata ahli al-bid'a al-mudilla, atajua kwamba kukaa na watu wa bid'a hizi zinazopoteza, fiha min al-mafsada, ndani yake kuna ufisadi zaidi na zaidi,
kuliko kukaa na anayemwasi Allah kwa kufanya jambo katika mambo yaliyoharamishwa. Kukaa na watu wa bid'a, bid'a hizi zinazopoteza, ndani yake kuna mafsada, kuna ufisadi zaidi na zaidi kuliko kukaa na wale wanaomwasi Allah kwa kufanya jambo katika mambo yaliyoharamishwa. Wala siyama liman kana ghaira rasikhil qadami fi ilmi alkitabi was sunna, hasa kwa aliyekuwa si mwenye ilmu, yani hakukita katika ilmu ya Qur'ani na Sunna. Mfahamu hapa, kukaa na watu wa bid'a hizi zinazopoteza watu kuna ufisadi zaidi na zaidi ya kuliko kukaa na wanaomwasi Allah kwa kufanya moja katika mambo muharramat. Yani afadhali kukaa na mtu anayefanya maasi haya yanayojulikana kuliko kukaa na watu wa bid'a hizi zinazopoteza. Qala wala siyama liman kana ghayra rasikhil qadami fi ilmi alkitabi was sunna, hasa kwa ambaye si mwenye kukita katika ilmu ya Qur'ani na hadithi. Fa innahu rubbama yanfuqu alayhi min kadhibatihim wa hadayanihim ma huwa min albutlani biawdahi makanin. Fa innahu rubbama yanfuqu alayhi, huenda wakampa na wakamtia katika urongo wao na maneno yao ya porojo, ma huwa min albutlani biawdahi makan, maneno ambayo ni ya batili kwa mahali palipo wazi zaidi. Fayanqadihu fi qalbihi ma yas'ubu ilajuhu, huyu ni yule anayekaa nao watu wa bid'a, anayekaa nao huenda ikaingia katika moyo wake mambo ambayo ni uzito sasa kuyatibu na kuyatoa. Wa ya'suru daf'uhu, na ni uzito kuyazuia. Yakishaingia katika moyo, zile shubaha zao zikishaingia katika moyo, ni tabu sana kuzifanyia matibabu zitoke. Fayamalu bidhalika muddata umrihi, atakuwa anafanya hivyo muda wa umri wake, anajitahidi kutoa zile shubaha katika moyo wake ni nzito. Wa yalqa Allah bihi mu'taqidan annahu min alhaqi, halafu anakutana na Allah hali ya kuitakidi kwamba hiyo ni katika haki. Wa huwa wallahi min abtalil batili wa ankaril munkar, wakati hilo na hapa kwa Allah ni katika batili zaidi ya batil na katika mambo yenye kukatazwa zaidi. Kwa hiyo kukaa na watu wa bid'a hizi zinazopoteza ni hatari Muislamu kukaa nao. Wana shubha nyingi, wana sumu nyingi, zinapoingia katika moyo ni hatari sana kutoka, zinabakia. Waqad dhakara al-Barbahari rahimahullah sabila an-najati min al-bid'i wa ahliha wa tariqa at-tawaqqi minha. Ametaja al-Barbahari rahimahullah njia ya kujiokoa na bid'a, na pia kujiokoa na watu wa bid'a, na njia ya kujilinda na bid'a hizo. Faqala, akasema al-Barbahari rahimahullah, fandhur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'ala wa tanzura. Anasema Imam Barbahari, angalia, Allah akurahamu, kila unayesikia maneno yake katika watu wa zama zako, min ahli zamanika khassa, katika hao watu wa zama zako na kuhusu zama hizi, fala ta'jalanna, wewe usifanye haraka, wala tadkhulanna fi shay'in minhu, wala usiingie katika jambo katika hao unayosikia, hatta tas'ala wa tanzura, mpaka uulize na uangalie. Ukisikia jambo tu usiharakishe kulifuata, usiharakishe kulifanya. Kwa hawa watu wa zama zako, wa huu wakati wako unaoishi, usifanye haraka mpaka uulize na uangalie ni sawa hivi alivyosema huyu. Klipu sasa hivi ni nyingi sana zinarushwa, kila mtu anazungumza. Sasa uangalie, uulize, je, ni sawa? Hal takallama bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, uangalie, je walilisema hilo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam?
masahaba walisema hilo ulilosikia kwa huyo, au ahadun min alulama, au yoyote katika maulama amelisemea jambo hilo, amesema kama ni halali au amesema kama ni haramu. Uliza kwanza, masahaba walilisema hilo au yoyote katika maulama alilisema kama ni halali hilo. Fa in wajadta fihi atharan anhum, ukipata athari kutokana na hao, fatamassak bihi, kamatana nayo, shikamana nayo athari hiyo, tayari umepata hoja. Wala tujawizuhu li shay'in, wala usikiuke hiyo athari kwa jambo lolote, ukekeuke ile athari hiyo. Wala takhtara alayhi shay'an fatasquta fi nar, wala usifadhilishe juu ya athari hiyo jambo lolote ukalitanguliza hilo halafu ukaanguka katika moto. Hamjafahamu? Ukisikia jambo sasa hivi kwa hawa watu wa zama zako, lazima uhakikishe, usiharakishe ukakurupuka ukawa unalifanya au unalitekeleza bila kuliulizia kwa wajuzi. Uulizie, je, masahaba walilisema hilo kwamba ni halali au ni haramu? Au yoyote katika maulama wa umma, maulama wa sunna wanaojulikana, je, walilisema jambo hilo ni halali? Na hapa ndipo patakuja makosa ya mmoja katika rasul hizbiyin fi Tanzania, Barahiani alitoa klipu ya kwamba inafaa kutia mdomo au aljimau alfamawi kama inavyoitwa, aljimau alfamawi, yani mke kuitia mdomoni dhakari ya mume, na mume naye kutia mdomoni farji ya mke. Akisema ile jambo ni halali, si mwanifahamu? Akisema jambo hili ni halali wala halina ubaya wote. Si akasoma kitabu gani, sijui ni kitabu gani kile alichosoma, maneno tu hayana dalili. Sasa huko ni kukurupuka bila kuulizia ile jambo limesemwa na maulama au halijasemwa. Hakuangalia hivyo, akajibu yeye kwa ufasaha na akajibu kwa kifua mbele kwamba hili jambo linafaa kabisa, halina wasiwasi wote. Yapo hayo na watu wanatumia, watu wanayatumia na kuyatekeleza maneno yake. Shafahamu? Watu wanatekeleza maneno yake kwa sababu yamo katika YouTube. Ni maneno yamo katika YouTube kwa picha yake. Mimi nilijibu juzi pale Sakina kwamba ni haramu, nikarushiwa hiyo picha yake hasa. Anasema kwamba jambo hili ni halali wala halina wasiwasi. Akasoma kauli ya kitabu gani, sijui kile kitabu alichokisoma. Sasa lazima haya maswala ni makubwa, lazima tuulizie maulama, lazima tusikilize fatawa za maulama, wanasema nini katika swala hilo. Hasa nikatafuta mimi fatawa za maulama, nikapata ipo pia katika YouTube. Fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fatwa ya Sheikh bin Baz rahimahullah, fatwa ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wote hao kwa pamoja ndio kibaru ulama sunna, na wote hao wamekataza jambo hilo. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa, je, yajuzu hiyo aljimau alfamawi, qala wa hal yaf'alu dhalika muslim, muislamu anafanya hivyo? Muislamu anafanya jambo hilo? Kisha akasema hadhihi adatun mustaqdhara la yanbaghi lilmuslim an yaf'ala dhalik, hili ni jambo chafu, ni ada chafu, hii inaonewa uchafu, muislamu haitakiwi kufanya hivyo. Kadhalika Sheikh bin Baz rahimahullah alipoulizwa jambo hilo akasema hadhihi adatun mustaqdhara, hadhi min adati alkilab, hii ni katika ada za majibwa, ndio wanaofanya hivyo. Haitakikane muislamu kufanya kitendo hicho au kumwambia mke wake afanye hivyo. Sheikh Al-Albani rahimahullah alipoulizwa kuhusu jambo hilo, naye akasema inna dhalika min amali alkilab, hiyo ni katika amali za majibwa. Alipoulizwa kwani kuna dalili, akasema hivyo. Alipoulizwa je, una dalili ya kuharamisha, dhalika min amali alkilab, hiyo ni katika amali za majibwa. Wa nahnu nuhina ani tashabbuhi bilkilab, sisi tumekatazwa kujifananisha, anil hayawan, tumekatazwa kujifananisha na wanyama.
Waislamu tumekatazwa kujifananisha na wanyama, kwa kitendo kile ni kitendo cha kinyama. Waislamu hawafai kufanya mambo yale. Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, hadha hayy. Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah aliulizwa pia kuhusu jambo hilo, fa ajaba qailan ma abaha Allahu al-jimaa lirrajuli min zawjatihi fil fami abada. Allah hajahalalisha mume kumjamii mke wake katika mdomo milele. Ma abaha Allahu aljimaa lirrajuli min zawjatihi fil fami abada. Allah hajahalalisha mume kumjamii mke wake katika mdomo milele. Wala yasluku hadha almaslaka illa man la khalaqa lahu wa in kana min almuslimin. Hafuati njia hiyo, hafanyi kitendo hicho isipokuwa mtu ambaye hana khalaqa, hana nasibu yoyote, hata kama ni katika Waislamu. Thumma qala wadhahiru annahum akhadhuhu min alkuffar an tariqi alaflam alibahiyya. Dhahir ni kwamba jambo hilo Waislamu wamelichukua kutokana na makafiri kwa njia hizi filimu hizi za uchafu hizi. Walwajibu ala almuslima alla tumakkina zawjaha min hadha al-amr. Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah anamalizia jawabu lake, walwajibu ala almuslima alla tumakkina zawjaha min hadha al-amri. Wajibu kwa mwanamke Muislamu asimmakinishe mume wake na jambo hilo, asimkubalie mume wake jambo hilo la masu adh-dhakar. Halafu wengineo, hawa ni watatu katika kibarul ulama, wanne wengineo katika maulama wakaelezea jambo hilo moja kwa moja ni kujifananisha na makafiri. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu na yeye naye ni katika wao. Hawa ni kibaru ulama'il umma. Wengineo maulama fatawa zao wanasema mtu anasoma Qur'ani, ulimi huo unasoma Qur'ani, halafu ulimi huo unakwenda kwenye vitu vichafu na kula vitu vichafu na kunywa vitu vichafu. Ulimi huo unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, halafu unafanyiwa vitu vichafu. Baadhi ya maulama wanaosema hivyo. Sheikh Saleh Al-Luhaidan hafidhahullah akatoa aya, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitakasa na najisi. La shaka kwamba pale ni madhinnatu an-najasa, pale panatoka mkojo, pale panatoka madhi, vyote hivyo ni vitu vya najisi na ule ni wakati wa kutoka vitu hivyo. Kwa hiyo anayefanya hivyo ni lazima atakunywa najisi. Kwa hiyo hawa ni kibaru ulama'il umma, wameharamisha jambo hilo, na la shaka kuwafuata hawa ndio muongozo wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu ash-shaytana illa qalila. Kwa hiyo hawa ni maulama kibaru ulama'il umma, ni lazima tuwafuate. Manhaji yetu ni kufuata kauli zao, ni kufuata fatawa zao. Kwa hiyo Barahiani anatakiwa afanye tarajo, kwa sababu hili jambo limeenea katika YouTube, ni kwamba ulimwengu mzima wanasikia jambo hilo. Kwa hiyo atarajo, na tarajo ndio haki, ndio sunna. Afanye tarajo na airushe tena kwenye YouTube, ienee na isambae dunia nzima kama ilivyosambaa makosa haya yake aliyoyatoa. يقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Kwa hiyo ni hatari mtu kusema jambo ni halali kumbe ni haramu, ni hatari sana. Au jambo ni haramu kumbe ni halali. Kwa kitendo hiki ni cha haramu, Waislamu wanatakiwa wajiepushe nacho kwa fatawa za hawa kibaru ulama'il umma. Kwa hiyo Barahiani anatakiwa afanye taraju na aitoe tena katika klipu zake, asambaze, aingize katika YouTube ili isambae kwamba jambo hili ni la haramu, kwa sababu watu wanatumia
hiyo kauli yake ya kuhalalisha. Hadha huwa sunna. Kurudi na kufanya taraju ni sunna, sio fedheha wala sio aibu. Yaqulu ta'ala illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kwa hiyo lazima tuangalie haya maneno au clip yoyote anayetoa mtu, angalie ni nani, halafu je, maneno hayo yalisemwa na masahaba? Je, maneno hayo maulama walihalalisha au waliharamisha? Lazima tuulize. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni maulama mkiwa hawajui, mkiwa hamjui. Fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Kwa mtu asikurupuke tu akajibu maswali, hili ni halali kumbe ni haramu, hili ni haramu kumbe ni halali. Haitakiwi sisi wanafunzi kukurupuka. Masala ya ilmu ni masala mazito, na mtu kama hajui swali aliloulizwa aseme Allahu a'lam. Allahu a'lam, ndivyo maulama wanavyotuambia. Kama mtu hujui sema Allahu a'lam, sio aibu. Lakini kukurupuka tu na kutoa jawabu wahalalisha kumbe jambo limeharamishwa ni hatari kwa Muislamu. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.